يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kwa majina ni Zamzam Ahmed, na siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu na gamu tayari imewadia. Jamia Mosque Open Day ni awamu ya 10 kwa msikiti wa Jamia kuweza kufungua milango yake kwa minajili ya kuwakaribisha watu kutoka madhehebu mbalimbali kuweza kufika msikitini na kujua mengi zaidi kuhusu dini ya Uislamu. Shughuli hii itakwenda hadi kufikia saa 10 alasiri, na baadhi ya yale ambayo watakuwa wanapokea siku hii ya leo ni kama vile kuweza kuzuru msikiti na kujua yaliyomo katika msikitini, kuweza kuwa na sehemu ama session ya maswali na kupata jibu la maswali yao, na zaidi kuweza kushuhudia swala jinsi ambavyo inaweza kuswaliwa. Lengo na madhumuni ni kufungua milango ya misikiti kuweza kuwakaribisha hasa wale ambao kwamba si Waislamu waje waweze kutembea misikiti, wajione kilicho ndani ya misikiti, Waislamu wanafanya nini, Waislamu wanafanya vipi ibada zao, na kuweza kujifunza mawili au matatu au baadhi ya maswali yao yaweze kujibiwa. Tunafanya shughuli hii kwa mara ya 10 mwaka huu, na kulingamana na miaka tunafanya kwa mwaka wa 8, na tumekuwa tukikariri shughuli hii kila mwaka, mara nyingine zaidi ya mara moja katika mwaka, kwa sababu ya ile athari ambayo tuona siku hii iko nayo. Kama vile watu wanakuja na kuelewa Uislamu kinyume na namna walivyokuwa wakielewa kabla ya hapo, kwa sababu wengine wao wameweza kupata ujumbe kuhusu Uislamu kupitia vyombo tofauti tofauti, na baadhi ya vyombo hivi huenda ikawa isiwe na habari ambayo ni ya kuaminika, habari ambayo ni sawa kuhusiana na Uislamu. Wanapokuja hapa na kukutana na mashekhe mbalimbali, basi wanapashwa namna ambavyo Uislamu ulivyo na namna ambavyo mtume wa misho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifunza Uislamu. Na wengi wao wakashangaa, hasa wale ambao ni Wakristo, kusikia kuwa kumbe pia Waislamu wanaamini Nabii Isa, wanaamini Yesu alikuwepo, alizaliwa kwa miujiza, alifanya miujiza mingi kwa idhni ya muumba Mola Allah subhanahu wa ta'ala, na hatimaye atarudi na kuja kumalizia ujumbe wake kama ulivyo ujumbe wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ujumbe wa mitume wote ulikuwa ni mmoja, ni ujumbe ambao ni kuabudiwa Mungu mmoja. Huo ndo ujumbe ambao tunatoa kwa wageni wetu wote ambao wanatutembelea. We are from Malaysia. We just came yesterday, and then fortunately we are able to see the mosque. It's part of our plan actually, visiting the mosque. And then as far as reception, halal food, and people are nice, and there is mosque available. So we don't actually, before we came here, we don't have any idea what to expect in Kenya. All we want to see is probably wildlife. And then we ask our driver to take us to one of the mosques here, and then from there, so we can tell our friend in Malaysia how Muslim in Kenya lives, yeah. And then something very, very interesting, very open. Yeah. About the mosque inside here is quite big. It's comparable to Malaysia, the one that we have in Malaysia. And then also the environment is very peaceful. Like some other countries that we went, like in Russia, yeah, it's not as simple as that. They don't open the mosque every day, all the time. They only open during prayer. Kwa hivyo nachukua fursa hii kuwakaribisha wale wote ambao bado hawajafika katika msikiti wa Jamia, waje watembee msikiti, wajionee, waulize maswali na waweze kutangamana na ndugu zao wale ambao ni Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Or let them know that Islam is actually religion of peace. It's open to everyone. There's no Islamophobia. There shouldn't be that. So I think it's good. Whatever you guys are doing should be saluted, should be encouraged, and then you should do this more. Wageni wanatiririka, kuna mtiririko mkubwa sana wa wageni wanakuja, na alhamdulillah tunaomba Mwenyezi Mungu pia
apeane wale ambao kwamba bado hawajapata hidayah, Allah apatie hidayah, na wale ambao kwamba ni ndugu zetu ambao kwamba pengine ufahamu wao katika Uislamu ni mdogo, Mwenyezi Mungu awazidishie katika kufahamu. Na naomba Mwenyezi Mungu siku kama hii iwe ni siku ya kufana kwa Waislamu na wale ambao kwamba si Waislamu. Lakini pia nipeane hongera kwa usimamizi wa msikiti wa Jamia kwa kupeana nafasi na kupeana ruhusa kwa wale ambao kwamba ni wa dini nyingine waje wajue Uislamu na wazuru msikiti na wajue mambo yote ambayo kwamba yanahusiana na Uislamu. يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا